Kwa hivyo waraka huu ambao nitausoma umetayarishwa na kamati ya madaktari ndani ya Beitha na ndani ya Umoja wa Taasisi za Hija TAHIZA, kwa kuzingatia matakwa waliotuletea Wasaudia pamoja na hali za mahujaji wetu katika kipindi chote cha safari ya hija. Kwa hivyo kamati hii ya madaktari imewafiki mahujaji wenye maradhi yafuatayo hawataruhusiwa kuingia nchini Saudia kwa mnasaba wa kufanya ibada ya hija: wenye maradhi ya mafigo ambao wanafanyiwa usafishaji, wanaoenda kwa dialysis, maradhi ya moyo yanamzuilia mtu kufanya shughuli zake za kawaida, ugonjwa wa mapafu unaohitaji matumizi ya oksijeni, maradhi ya ini kwenye steji ya mwisho. Kwa hivyo hii inaitwa liver cirrhosis, ambao huyu mgonjwa tayari mwili wake umeanza kubadilika rangi, unaanza kuwa rangi manjano. Maradhi ya uti wa mgongo yanayomzuilia mtu kufanya shughuli zake za kawaida, maradhi ya mishipa ya fahamu yanayopelekea ulemavu wa viungo, uzee tulidiscuss sana na tukasema uzee ni relative, yani uzee hatuwezi kuweka umri. Inawezekana mtu mwenye miaka 70 akawa mzee zaidi kuliko mtu mwenye miaka 90. Sote tunajua hivyo. Kwa hivyo ndio maana uzee ukaachwa uzee. Alafu tena madaktari wa kila taasisi wakati hujaji aenda kujiandikisha watamwangalia na kusema kuwa kweli huyu ni mzee. Hawataangalia umri, wataangalia kuna vigezo fulani watakuwa navyo, hivyo ndio vitakavyowaongoza kusema huyu ni mzee. Alafu shida za akili. Tumekuwa tukipata shida sana tunaposafiri na mahujaji ambao wanatumia hizi dawa za akili, kwa sababu kwa wenzetu Saudia dawa hizi ni dawa za kilevi. Kwa hivyo daktari pia haruhusiwi kuzibeba dawa hizi, mgonjwa mwenyewe haruhusiwi kuzibeba dawa hizi. Yani mtu akibeba hizo inawezekana Mungu atunusuru ukule wakamshtaki kwa kosa la kuingiza dawa za kulevya. Kwa hivyo ili kumzuilia yeye na sisi tusije kupata shida, Wasaudi wenyewe wameleta hii maelekezo kwa watu hawa wasichukuliwe hija. Ujauzito, kama shahidi kama katusaidia sana Haji Madina, shahidi hapa kazungumza sana kuwa hija imeambatana na vitendo. Kwa hivyo madaktari, kamati ya madaktari baada ya kukaa ikahisi kweli kuna shida wakati wa hizi vitendo vinavyotokezea, mtu mwenye ujauzito anawezekana akapata shida. Na hii ni katika maelekezo yaliyokuja kutoka Saudia, si kuwa kamati ya madaktari tumekubali, lakini wao wameangalia mfano hija za nyuma watu wangapi wamejifungua kule. Sasa huyu mtu kenda kwenye hija au kenda kujifungua, au wangapi wamepata shida za ujauzito wakabidi walazwe, labda mimba inataka kutoka na mambo kama haya. Kwa hivyo kamati imehisi kuwa mtu mwenye ujauzito inshallah asubiri ajifungue, alafu aombe kwenda hija mwaka unaofuata. Maradhi ya miguu yanayopelekea kumzuilia mtu kutembea kwa masafa marefu. Kwa hivyo hapo pia kamati ilizungumza sana, ikajiuliza masafa marefu ndio yapi? Kilomita 1, kilomita 2, kilomita 3. Mwisho kamati ikasema kila hujaji kabla ya safari au yanao uwezo wa kutoka Mnazi Mmoja mpaka uwanja wa ndege airport. Kiweza hiyo basi, hata kama anaumwa na miguu, hata kama anaumwa mtu wa mgongo, maana huyu kiasi fulani yuko tayari kwa safari hii. Wagonjwa waliopo kwenye matibabu ya saratani. Bahati mbaya maradhi ya saratani hasa wakati unatumia dawa, na pengine mpaka mwaka mmoja baada ya kutumia dawa, inawezekana immunity yako ikashuka. Kwa hivyo sote tunajua unapopata mgonjwa mwenye saratani anavalishwa maski akiingia kwenye watu,
lakini bado ile immunity iko chini. Kwa hivyo inawezekana akafika kule akapata maradhi ambayo pengine si maradhi ya kawaida, lakini yeye kwa sababu immunity imeshuka chini akapata shida hii. Mara nyingine pia wanapata sana upungufu wa damu, na hizi shughuli zinahitaji mwendo, zinahitaji kama alivyosema Shahidi, zinahitaji uwe mkakamavu. Kwa hivyo ukiwa weak kutokana na maradhi, usubiri umalize haya matibabu yake, halafu ndio upange safari yako ya hija. Kwa hivyo kama Shahidi alivyosema hapa, aligawa kwa mahujaji halafu akaja kwenye taasisi. Kwa hivyo na taasisi pia tukazikumbuka hapa. Kwa hivyo tunazikumbusha taasisi. Wa kwanza, mahujaji wanatakiwa wapimwe afya zao pale tu anapojiandikisha, asisubiriwe mwisho karibu na safari, kwa sababu mbali na maradhi haya yaliyotajwa, lakini hata hayo maradhi mengine kama hujaonwa mapema ukaanzishiwa matibabu, inawezekana ukafika kule safari ibada nzima ya hija ikakushinda. Kwa hivyo kuonwa mapema ni muhimu kuliko kawaida. Taasisi inaochukua mahujaji wa jinsia mbili zitatakiwa ziwe na madaktari wa jinsia mbili. Sisi tunaongozwa na dini na inapendeza hajati wa kike atibiwe na daktari wa kike, hajati wa kiume atibiwe na daktari wa kiume. Wao wenyewe madaktari wanaruhusiwa kuzungumza, kwa hivyo wao watafanya consultation, watazungumza, lakini yule direct contact na hujaji iwe yule wa jinsia moja na daktari ambaye anaenda kupeleka malalamiko yake. Kuangalia mahujaji wenye maradhi ya ngiri na tezi dume na kuwashauri kufanyiwa upasuaji kabla ya safari. Tunazikuta hizi wakati tuko Mina pale, ambao uko kwenye kitovu cha ibada. Maana baada mfano umefika leo Mina, kesho naenda zako Arafa, pale ndo ngiri anakuangusha pale. Na mashehe hapa anasema kuwa alhajj Arafa. Sasa itakuwaje wewe tunakupeleka hospitali ukazwe kwenye operation au utapelekwa Arafa? Vile vile mambo ya mkojo, mwenyewe ushavaa ihramu zako, alafu unapata matatizo, huwezi kuzuia mkojo kutokana na tezi dume. Unarudi hapa kama umesema shehe, najiuliza yangu mimi nilifanya ndivyo, maana zile nguo zangu zilikuwa na najis au hazina najis. Kwa hivyo muhimu sana mhujaji. Katika jambo kubwa sana waliotuambia wa Saudi mwaka jana kwenye semina tulioshiriki ni kuwa miaka ya nyuma walikuwa wanaithamini sana hii Alhaji Arafa. Kwa hivyo ilikuwa ukiwa unaumwa umelazwa, wanachukua ambulance wanakupeleka. Kuanzia mwaka jana umeanza kutuambia ambulance kazi yake si kupeleka Arafa, paleta hospitali. Mwambia watu wenu, sababu na logic yao nyingine wanasema huyu mtu yuko kwenye koma mfano, au yuko kwenye maumivu makali ya tumbo mfano, hata tukimpeleka kwa Arafa anaenda kufanya nini? Kwa Arafa si kwenda tu, maana kuna na objective zake, ufanye hivi ufanye hivi, kwa mashehe wangu tuambie. Kwa hivyo kuanzia mwaka jana umeanza kusema ambulance zitatumika kuchukua mahujaji wale wanaopata shida kwenye viwanja vya Mina na kuwaleta hospitali. Inawezekana ikaleta shida gani wakati wa safari nzima. Chanjo za mahujaji tunaziomba sana taasisi zianze pale tu hujaji anapojiandikisha, hasa chanjo za kuna chanjo hapa hazifanyi kazi kwa kuchanjwa chanjo moja, zinachukua miezi 6. Kwa hivyo mhujaji anatakiwa aanze kabla ya safari, sio mwisho ya kuwa sasa tunakaribia safari
ndio tunatangazia chanjo. Jamani, haya chanjo zinaanza kuchanja.